Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe ili kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, amempongeza Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, TLS, Wakili Boniface Mwabukusi, kwa msimamo wake wa kuwataka viongozi wa serikali kuacha kuendelea kukumbusha jamii kuhusu matukio ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Dr. Nchimbi amesema kuwa kurejea mara kwa mara katika matukio hayo ni sawa na kutonesha vidonda na kunaweza kuathiri mchakato wa upatikanaji wa haki nchini. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya kitaifa ya Siku ya Sheria, Makamu wa Rais amesema anaunga mkono hoja ya Wakili Mwabukusi, akisisitiza kuwa taifa linapaswa kusonga mbele kwa kuzingatia misingi ya kisheria na taratibu zilizopo, badala ya kuendeleza mijadala ya hadharani inayoweza kuchochea migawanyiko au kuvuruga amani ya kijamii. Ameeleza kuwa haki ya kweli haiwezi kupatikana kupitia shinikizo la kauli za umma, bali kwa kufuata mifumo rasmi ya kikatiba na kisheria. Hata hivyo, Dr. Nchimbi amebainisha kuwa wito wa kujizuia kuzungumzia matukio ya uchaguzi haupaswi kuelekezwa kwa viongozi wa serikali pekee. Amesema viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii, makundi ya kiraia, pamoja na wanaharakati wote wanapaswa pia kuwajibika kwa kujizuia kutoa kauli zinazoweza kuendeleza mvutano kwa maslahi mapana ya taifa. Makamu wa Rais ameongeza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, tayari alishaunda tume maalum ya kuchunguza chanzo cha matukio ya Oktoba 29, 2025, hatua inayodhihirisha dhamira ya dhati ya serikali ya kushughulikia suala hilo kwa uwazi, haki na kwa kuzingatia utawala wa sheria. Ameeleza kuwa tume hiyo tayari imeanza majukumu yake rasmi, hivyo ni muhimu kuiruhusu ikamilishe kazi yake bila kuingiliwa na shinikizo la nje. Kwa mujibu wa Dr. Nchimbi, kuendelea kujadili hadharani matukio hayo wakati uchunguzi ukiendelea ni kinyume na misingi ya kisheria na kunaweza kulitia taifa hasara kwa kuvuruga mchakato wa haki. Amesisitiza kuwa nchi inayoheshimu utawala wa sheria inapaswa kutoa nafasi kwa vyombo halali kutekeleza majukumu yao bila kuingiliwa. Amehitimisha kwa kutoa wito kwa Watanzania wote wanaoipenda nchi yao kuunga mkono wito wa Wakili Mwabukusi na kuiruhusu serikali kutekeleza wajibu wake kupitia tume hiyo. Amesema uzalendo wa kweli unaonekana pale wananchi wanapoheshimu taasisi za nchi na kutoa fursa kwa haki kutendeka kwa mujibu wa sheria, badala ya kuchochea mijadala inayoweza kudhoofisha umoja na mshikamano wa taifa.